بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 46 baada ya kuwa jana tumeishia kwenye idhan. Tamam. Naam, turudi nyuma kidogo kisha tuendelee na somo letu. Anasema Sheikh, wa mithalu idhan qawluka idhan ukrimaka fi jawabi man qala laka azuruka ghadan. Na mfano wa idhan katika kuinasibisha mudhari'i, qawluka ni kule kusema kwako idhan ukrimaka. Idhan basi kama ni hivyo, ukrimaka ukrimaka nitakukirimu. Fi jawabi man, utasema hivi katika kumjibu yule ambaye qala laka, aliyekuambia wewe azuruka ghadan, nitakutembelea kesho. Tamam. Fa idhan, basi idhan hapo harfu jawabin wa jazain wa nasbin, hiyo ndio i'rabu yake. Idhan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa ukrima, na ukrima pale fi'lun mudhari'un mansubun bi idhan. Tamam. Ni fi'lun mudhari'un iliyonasibishwa kwa idhan, sawa sawa. Wa alamat nasbihi alfathatu adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wal kafu, kafu inakuwa ni dhamirun muttasil mabniyun al-fath fi mahalli jarr fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Tamam. والكاف كاف يكون ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. hiyo kafu ndio maf'ul bihi wenyewe. Tamam, hakadha. Baada ya hapo Sheikh Abdul akaendelea akasema wasumiyat harfa jawabin, kwa maana wasumiyat idhan harfa jawabin. Idhan inakuwa ni naibu na inakuwa ni naibul fa'il, kisha harfa jawabin anakuwa ni maf'ulun bihi athani. Tamam. Kwa wasumiyat idhan harfa jawabin, wasumiyat idhan, na imeitwa idhan harfa jawabin kuwa ni herufi ya jawabu, liwuqu'iha fil jawabi, kwa sababu ya kuingia kwake katika jibu. Wa jazain, na imeitwa kuwa ni herufi ya malipo, lianna ma ba'daha, kwa sababu liannama, kwa sababu kile ambacho, liannama, kwa sababu kile ambacho, ba'daha, kinachokuja baada ya idhan, jazaa'un lima qablaha, ni malipo ya kile kilichokuwa kabla yake. Tamam. Kasemaje? azuruka ghadan, nitakutembelea kesho. Sasa wewe unamwambia kabisa, unamjibu na unamwambia kile ambacho nini utamlipa kwa ule wema wake wa kukutembelea. Idhan ukrimaka, kama ni hivyo basi nini, nitakukirimu. Kwa hiyo umemjibu kwamba karibu. Ule kusema kwako idhan ukrimaka ni sawa sawa na kumwambia karibu, lakini pia ukamwambia nitakufanyia malipo kwa ule wema wako wa kunitembelea, ambao nini ni kukukirimu. Tamam, hakadha. Wa nasbin, na imeitwa idhan kuwa ni herufi ya nasbin, liannaha, kwa sababu hiyo idhan tansibu alfi'la almudhari'a, inainasibisha fi'lun mudhari'a. Walinasbiha shurutun, walinasbiha, na katika kuinasibisha mudhari, kwa maana na hii idhan katika kuinasibisha mudhari'i. Tamam, hakadha. Walinasbiha, na hii idhan katika kuinasibisha mudhari'i, shurutun, kuna masharti yake, tutlabu min almutawwalati, yanayotafutwa katika vile vitabu vikubwa. Tamam, hakadha. Yapo, lakini twende na mustawa wetu, hatuna haja ya kuyataja kama namna ambavyo shekhe yeye hakututajia. Tamam, hakadha. Wa mithalu kai, tunaingia kwenye kai. Kai ambayo ni ndugu wa waliotangulia nyuma. Ndugu waliotangulia nyuma kivipi? Kai ambaye ni katika wale wenye kuinasibisha mudhari wenyewe moja kwa moja. Tamam. Si katika wale wenye kuinasibisha mudhari bi an mudmaratan wujuban au jawaza. Tamam. Kwa tunamalizia yule mwenye kuinasibisha mudhari yeye mwenyewe moja kwa moja, kisha baada ya hapo
tunaingia katika wale wenye kuinasibisha mudhari'i bi an mudhmaratan wujuban au jawaza. Tamam. Ndio kasema wa mithalu kai, na mfano wa kai ni kusema ji'tu kai aqra'a, ji'tu kai aqra'a, nimekuja ili nisome. Kwa maana sababu ya kuja kwangu ni nini? Ni kusoma. Idha kanat lamu, itakapokuwa lam muqaddaratan qablaha, ni yenye kukadiriwa kabla ya nini? Kabla ya kai. Kwa maana hii kai huwa inaingiliwa na lamu ya at-ta'lili. Lamu ya at-ta'lili hiya harfun yusta'malu li bayani sababi wuqu'i al-fi'li. Lamu at-ta'lili hiya harfu, ni herufi ambayo yusta'malu, hutumiwa libayani sababi wuqu'i al-fi'li, kwa ajili ya kubainisha sababu ya kutokea kitendo. Sasa hii kai huwa inaingiliwa na lamu at-ta'lili, sawa sawa, lakini sio nini? Sio mara zote. Kwa hiyo kuna muda ile lamu ya ta'lili inayoingia katika kai huwa inaingia moja kwa moja, kwa maana kwa kuonekana kwa macho na kwa kutamkwa, na kuna muda inakuwa inakadiriwa. Tamam. Sasa ile lamu ya ta'lili inapokuwa inakadiriwa, kwa maana inapokuwa haiingii katika kai, hii kai inakuwa ni yenye kuinasibisha mudhari yenyewe moja kwa moja, na inakuwa ni kai masdariyatan. Tamam, bimaana an, ambayo ina maana nini? Ina maana ya an, sawa. Lakini lamu ta'lili inapoingia moja kwa moja katika kai, kwa maana inapokuwa haijakadiriwa bali inaingia moja kwa moja na inaonekana, hapo hii kai itakuwa ni yenye kuinasibisha mudhari bi an mudhmaratan jawazan. Tamam, kuna bi an mudhmaratan sasa baada kai, sasa jawazan, kwa njia ya kujuzu. Tamam. Tutakuja kuona hapo mbele. Wanasema ji'tu kai aqra'a, mfano wa kai kuinasibisha mudhari'i ni kusema ji'tu, nimekuja kai aqra'a, ili nisome. Utaona hapo kai haijatanguliwa na lam, ipo yenyewe kama yenyewe, kwa maana lam inakadiriwa kwamba ipo, lakini lam haijaingia moja kwa moja kwenye kai. Utaona hapo kai imeinasibisha mudhari'i tena moja kwa moja. Ndio akasema kai itainasibisha mudhari'i moja kwa moja idha kanat lamu, itakapokuwa ile lamu ya ta'lili muqaddaratan qablaha, ni yenye kukadiriwa kabla ya kai. Ai, akimaanisha likai aqra'a, likai aqra'a, anamaanisha ile lamu ya ta'lili iliyokadiriwa ni kusema likai aqra'a. Kwa hiyo hapa juu hapa kwenye ji'tu kai aqra, lamu haijakuja moja kwa moja na haijaingia moja kwa moja, lakini imekadiriwa na kusema ai, akimaanisha kwa kukadiriwa kwamba hii kai hapa ilibidi nini? Iwe ni likai aqra. Tamam, lakini ile lamu haijaingia. Sasa ndio akasema fatakunu kai, basi itakuwa kai itakuwa katika hali gani? Katika hali kwamba ile lamu imekadiriwa, haijaingia moja kwa moja. Kuingia moja kwa moja kwa maana vipi? Inaonekana na inatamkwa, lakini hapo tumetamka, hatujaitamka, tumesema tu ji'tu kai aqra. Tamam. Wasema ikiwa lamu ni yenye kukadiriwa kablaha, kabla ya ile kai, ai akimaanisha likai aqra, kukadiriwa kwamba baada ya kusema kai aqra ni mtu akadiria sema likai aqra, fatakunu kai masdariyatan. Basi lamu ikiwa ni yenye kukadiriwa, kwa maana ile lamu ya ta'lili inapokuwa ni yenye kukadiriwa, fatakunu kai, basi itakuwa kai masdariyatan, ni harfu masdariyatan bimaana an, yenye maana nini? Ya an. Wa aqra'a, na aqra'a itakuwa ni fi'lun mudhari'un mansubun bikai masdariyat. Sasa biha anakusema bikai masdariyah. Tamam. Kwa hiyo hapa kai imeinasibisha mudhari'i moja kwa moja. Ndio maana utaona katika i'rabu ambayo Sheikh ameitoa hapa aliposema wa aqra'a, na aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun biha, kwa maana bikai masdariyatin, hakusema bi an mudhmaratan. Kwa sababu gani? Kwa sababu lamu ya ta'lili ile imekadiriwa, haijaingia moja kwa moja. Tamam. Hakana akaendelea kusema. Kwa hiyo hapo tumemaliza upande wa kwamba kai ikiwa inakadiriwa lamu nyuma yake,
Kwa maana lamu ikiwa haionekani na haitamkwi bali inakadiriwa, kai inakuwa ni yenye kuinasibisha mudhari' moja kwa moja, na irabu yake inakuwaje? Kai harfu masdariyatin bimaana an, harfu masdariyatin bimaana an, wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bikai masdariyatin au mansubun bikai. Sasa mansubun bikai, sawa sawa, mansubun bikai wa alama tasbihi alfathatu aldhahira. Kwa kai na kwa nini imeinasibisha mudhari' moja kwa moja. Kisha tunaingia katika ungwe au sehemu ya pili, sehemu ya kwamba kai inainasibisha mudhari' bi an mudhmaratan jawazan ba'da kai. Tamam. Ndio akasema fa in kanat kai, na ikiwa kai bimaana lami ta'lili, itakapokuwa kai ina maana ya lami ta'lili. Kwa maana gani? Itakapokuwa kai imeingiliwa na lamu, ile lamu kai, lamu kai, ambayo lamu kai hiyo tutakuja kuisoma baada yake hapa, tutakuja kuisoma baada ya maelezo na tutakuja kusoma hiyo lamu kai. Tamam. Kwa fa in kanat kai bimaana lami ta'lili, na itakapokuwa kai ina maana ya lamu ta'lili, kwa maana imeingiliwa na lamu ta'lili, kana nasbu, kutakuwa kule kuinasibisha mudhari bi an mudhmaratan jawazan ba'da kai. Utakuwa nini? Kule kuinasibisha mudhari sio kwa kai moja kwa moja, bali bi an mudhmaratan, itakuwa ni kwa an iliyofichwa, baada kai, baada ya ile kai, jawazan, kwa njia ya kujuzu. Tamam. Kisha baada ya hapo sasa shekhe akaingia katika nini? Kutuelezea vile ambavyo vinainasibisha mudhari'in kwa nini? Kwa an mudhmaratan wujuban au jawazan, wujuban au jawazan. Na akaanza na ile ambayo inainasibisha mudhari bi an mudhmaratan jawazan, ambayo ni lamu kai. Lamu kai ambayo tumetoka kuisoma hapo nyuma. Sasa baada ya kai tukaisoma hiyo lamu kai, kisha sasa hivi tunakuja kuisoma tena yenyewe kama yenyewe. Sawa sawa, nadhani tumeelewana vizuri hapo. Akasema shekhi, walamu kai, na lamu kai hadhihi, hii, walamu kai hadhihi, na lamu kai hii, wama ba'daha, na vile vinavyokuja baada yake. Vinavyokuja baada yake haimaanishi ni ile fi'lu mudhari inayokuja baada ya lamu kai, hapana, anamaanisha ni vile ambavyo vinainasibisha mudhari'i bi an mudhmaratan. Sawa sawa, ambavyo tutakuja kuvisoma vimewekewa vimewekewa nini? Vimewekewa rangi nyeusi iliyokolea na mabano. Tamam. Wakasema walamu kai hadhihi, na lamu kai hii, wama ba'daha, na vile vinavyokuja baada yake, kwa maana na vile ambavyo nini vinainasibisha mudhari ambavyo ni miongoni mwa lamu kai, laysat nasibatan binafsiha, hivi havinasibishi mudhari vyenyewe, kwa maana havinasibishi mudhari moja kwa moja, bali nasbu, bali kule kunasibishwa mudhari bi an mudhmaratan, kunakuwa ni kwa an mudhmaratan baadaha, baada ya nini? Baada ya lamu kai. Sasa afwan, ibada kwa maana baada ya nini? Baada ya kuja hicho chenye kuijazimisha nini, chenye kuinasibisha nini, mudhari. Tamam. Kwa hiyo bali nasbu, bali kule kuinasibisha mudhari bi an mudhmaratan, kunakuwa ni kwa an mudhmaratan baadaha, baada ya nini? Baada ya kile kilichotangulia kabla nini? Kabla ya mudhari. Baada ya kilichotangulia kabla ya nini? Kabla ya mudhari. Sasa kilichotangulia kabla ya mudhari ni nini? Ni pengine lamu kai au lamu aljuhudi na vingine ambavyo tutakuja kuviona hapo mbele. Tamam. Hii baadaha inakusudiwa kile ambacho nini kimetangulia kabla ya kukadiriwa hiyo an mudhmara. Tamam. Hakadha jawazan, kwa njia ya kujuzu. Jawazan, kwa njia ya kujuzu, fi lami kai, katika lamu kai, kwa maana lamu kai hii inainasibisha mudhari bi an mudhmaratan baada lami kai jawazan. Kwa njia gani? Kwa njia ya kujuzu. Sawa, tukasema jawazan kwa njia ya kujuzu fi lami kai, katika lamu kai. Tumeelewana jamani hapo?
walamu kai na lamu kai hadhihi wama ba'daha, na vile vinavyokuja baada yake katika kuinasibisha mudhari, laysat nasibatan binafsiha, havinasibishi mudhari vyenyewe kama vyenyewe. Tamam. Bali nasbu, bali kule kunasibisha mudhari bi an mudhmaratan ba'daha, inakuwa ni kwa an mudhmaratan ba'da, baada ya kutangulia hii lam kai au lamul juhudi na vinginevyo. Sawa sawa. Lakini akasemaje? Bali nasbu, akaunganishia na jawaza. Tamam. Bali nasbu, bali kunasibika au kunasibishwa mudhari bi an mudhmaratan, ni kwa an mudhmaratan ba'daha, baada ya nini? Baada ya kutangulia kile ambacho nini, kile ambacho an mudhmaratan inakadiriwa baada yake, jawazan, kwa njia ya kujuzu, fi lami kai, katika lamu kai, wa wujuban, na kwa njia ya wajib, fima ba'daha, katika vile vitakavyokuja baada ya lamu kai. Kwa maana vile ambavyo vitakuja baada ya lamu kai vyote vinanasibisha mudhari bi an mudhmaratan wujuban. Sawa sawa, tutaona hapo mbele. Sasa baada ya hapo, baada ya maelezo mafupi, akaingia katika nini, kutuonesha mfano wa lamu kai. Akasema mithalu lamu kai, mithalu lamu kai, mfano wa lamu kai ni kusema ji'tu li aqra'a, nimekuja ili nisome. Fallamu, basi lamu hapa harfu jarrin litta'lili, ni herufi ya kujurisha, litta'lili, iliyokuja kubainisha sababu ya kitendo. At-ta'lil kwa maana bayanu sababi wuku'il fi'li. Sawa sawa. Fallamu, basi lamu hapa irabu yake ni harfu jarrin litta'lil. Sawa sawa, ni herufi ya jarri iliyokuja kubainisha sababu ya kutokea kitendo. Wal fi'lu, na kitendo hichi cha mudhari ambacho ni aqra'a ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan jawazan ba'da lami kai. Tamam. Hii baadaha hii he inarudi kwenye lam kai. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fallam, basi lamu hapa kwenye li aqra'a harfu jarrin litta'lil, ni herufi ya kujurisha, litta'lil, iliyokuja kwa ajili ya kubainisha sababu ya kutokea kitendo. Wal fi'lu, na fi'li hii ya aqra'a ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan jawazan ba'da lam kai. Tamam. Ihe ndio kwenye lam kai. Wa innama, na hakika si vinginevyo, qila laha, imeitwa hiyo lamu kai, imeitwa kuwa ni lamu kai liifadatiha at-ta'lila, kwa sababu ya kufidisha, liifadatiha, kwa sababu ya kufidisha at-ta'lila. Sawa sawa, kufidisha nini? At-ta'lila, kufidisha ubainifu wa sababu ya kutokea kitendo. At-ta'lila maana yake nini? Ubainifu wa sababu ya kutokea nini? Kitendo. Sawa sawa. Mithlu kai, kama mfano wa kai, kwa maana kai yenyewe ile ina maana nini? Ina maana ya ta'lil. Sawa sawa. Ndio maana tukasomaje kule juu, ji'tu kai aqra, nimekuja ili nisome, kwa maana sababu majii, sababu majii alqira'a. Sawa sawa. Ji'tu kai aqra, kwa maana sababu ya kuja kwangu ni kusoma. Sawa sawa. Kwa hii lamu kai na ile kai vina maana hii, vina maana moja. Maana nini? At-ta'lila, kuonesha ubainifu wa sababu ya kutokea kitendo. Tamam. Kwa ifadati ya at-ta'lila, kwa sababu ya kufidisha kwake ubainifu wa sababu ya kutokea nini? Kitendo. Mithlu kai, kama mfano wa kai. Sawa sawa. Kisha akaja kusema wali annaha, na kwa sababu hiyo lam. Tamam. Qad tadkhulu ala kai, huenda ikaingia nini? Kwenye kai. Bado anaendelea kutoa sababu kwa nini imeitwa lamu kai. Tamam. Kwa nasemaje? Wali annaha, na imeitwa pia lamu kai, wali annaha, na kwa sababu hii lamu kai qad tadkhulu ala kai, huenda ikaingia kwenye kai, ndiyo maana ikaitwa lamu kai. Lakini irabu yake harfu jarrin litta'lili. Sawa sawa. Kwa hiyo ametupa irabu yake, lakini pia akatupa na sababu kwa nini imeitwa lamu kai. Imeitwa lamu kai liifadati ya ta'lila, mithlu kai, ni kwa sababu ya
ya kufidisha, kwa maana kwa sababu ya kufahamisha. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufahamisha ubainifu wa sababu ya kutokea kitendo, mithlu kai, kama kai. Lakini sio sababu hiyo tu iliyopelekea lamu kai kuitwa lamu kai. Kuna sababu nyingine. Ipi? Na kusema wali annaha, na imeitwa lamu kai wali annaha kwa sababu hiyo lamu kai kad tadkhulu ala kai, huenda ikaingia kwenye kai. Sawa sawa. Nahu, mfano kusema jitu likai aqraa, nimekuja ili nisome, kwa sababu jitu likai aqra, nimekuja ili nisome, akiwa na maana sababu majii alqiraatu, sababu ya kuja kwangu ni kusoma. Sawa sawa. Sasa utaona kwenye hii jitu likai aqra hapa inakuwa nini? Inakuwa unairibu kwa an mudhmaratan wujuba, na kusudia kwamba hii fi'lu mudhari'un iliyokuja baada jitu likai aqra, utakuwa unairibu kwa nini? Itakuwa ni fi'l, itakuwa aqra, itakuwa ni fi'lu mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan jawazan ba'da lam kai. Kwa sababu gani? Hii kai hapa moja kwa moja imeshakuja kwa maana gani? Imekuja kwa maana ya lamu at-ta'lil, kama namna alivyotoa maelezo pale juu. Kasemaje? fa in kanat kai bi maana lam at-ta'lil kana an-nasb bi an mudhmaratan ba'daha jawazan. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa aqra itakuwaje? Itakuwa ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan, sawa sawa, jawazan baada lam kai. Tamam, hakadha. Kwa hiyo pale nyuma tuliisoma, Sheikh alitugusia, lakini pia tukaingia kwenye kuisoma sasa, na tukasoma sababu zake kwa nini ikaitwa lamu kai. Tamam, na irabu yake ni ipi? Tamam, hakadha. Akaendelea kusema Sheikh, walamul juhud ay nafyu. Sawa sawa. Walamul juhud ay nafyu wan nasbu. Hapana, walamul juhud na lamul juhud ay nafyu, akimaanisha an-nafyu, lamu ya kukanusha. Kwa maana hii ili tamshi la al-juhudi maana yake ni kukanusha. Kwa hiyo lamu hii inaitwa nini? Lamu ya kukanusha. Tamam. Kwa walamul juhudi na lamu ya juhud ay nafyu, akimaanisha lamu ya kukanusha. Sawa sawa. Kwa maana hii nayo inasibisha mudhari, lakini bi an mudhmaratan. Sawa sawa. Lakini inakuwa ni katika njia gani? Njia ya wujuba. Kwa sababu gani? Jawaza ni katika lamu kai peke yake. Lamu kai ndio inanasibisha mudhari bi an mudhmaratan jawazan peke yake, kisha lamu aljuhud inainasibisha mudhari bi an mudhmaratan wujuban, na vile vinavyokuja vyote mbele ya lamu aljuhud navyo pia vinainasibisha mudhari bi an mudhmaratan wujuban. Tamam, baadaha. Sawa sawa. Kwa lamu aljuhudi ay an-nafyu, akimaanisha lamu ya kukanusha. Wan nasbu, na kule kunasibishwa mudhari baada ya kutangulia lamu hii aljuhudi bi an mudhmaratan, kunakuwa ni kwa an mudhmaratan wujuban, kwa njia ya wajib. Baadaha, baada ya nini? Baada ya hiyo lamu aljuhud. Tamam. Kwa hiyo wan nasbu, na kule kunasibishwa mudhari sawa sawa, baada ya kutangulia hii lamu aljuhud bi an mudhmaratan, kunakuwa ni kwa an mudhmaratan wujuban, kwa njia ya wajib. Baadaha, baada ya nini? Baada ya kuwa imetangulia hii lamu aljuhud. Tamam, hakadha. Wa dhabituha, na kanuni ya kunasibisha hii lamu aljuhudi. Sawa sawa. Wa dhabituha, na kanuni ya kunasibisha mudhari hii lamu aljuhudi, an yasbiqaha kana almanfiyatu bima, an yasbiqaha ni itanguliwe hii lamu aljuhudi, kana almanfiyatu, itanguliwe na kana iliyokanushwa bima, kwa ma. Kwa maana kana iliyotanguliwa na kikanushi ambacho ni ma, kwa maana ma ya nafi. Tamam. Au yakun, au itanguliwe ilam na yakun almanfiyatu, yakun iliyokanushwa bilam kwa lam, kwa maana yakun iliyotanguliwa na kikanushi ambacho ni lam. Nahu, mfano kusema wama kana Allahu liyuadhibahum,
utaona hapa wama kana Allahu, na hakuwa Mwenyezi Mungu liuadhibahum, ni mwenye kuadhibu. Sawa sawa lam yakunillahu liyaghfira lahum, na hakuwa Mwenyezi Mungu amna wawe lam yakunillahu liyaghfira lahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwasamea wao. Utaona hapa lam yakunillahu imetangulia lam na yakun, sawa sawa, kisha kaja liyaghfira lahum, sawa sawa. Kwa hiyo hii lamu iliyopo katika liuadhibahum ndio lamul juhud. Kwa sababu gani? Kwa sababu imetanguliwa na maana kana, sawa sawa, na utaona hapa imenasibisha mudhari bi an mudhmaratan wujuban ba'da lam aljuhud, sawa sawa. Lakini pia vile vile utaona hapa katika liyaghfira lahum nyuma yake imekuja lam yakun, na ilamu iliyo katika liyaghfira ni lam gani? Lamul juhud. Tamam, hakadha ndio akasema fayu'adhiba, basi fi'lu ya yu'adhiba wa yaghfira na fi'li ya yaghfira mansubani, kila moja hapa imenasibishwa bi an mudhmaratan wujuban ba'da lam aljuhud, imenasibishwa kwa an mudhmaratan. An mudhmaratan kwa maana an iliyofichwa, an iliyofichwa. Tamam, hakadha ndio maana unaona hapa an haidhihiri, lakini hizi lamul juhudi sijui lamu kai na vingine vyote sasa vinafanya nini? Vinafanya kazi ile ile ya an. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa hatta, na hatta sawaun kanat bimaana ilah, sawa sawa hiyo hatta iwe kwa maana ya ilah. Nahu, mfano kusema hatta yarji'a ilaina Musa, hatta yarji'a ilaina Musa, mpaka arejee kwetu sisi Musa. Au bimaana lam at-ta'lil, au hiyo hatta ikaja kwa maana ya lamu at-ta'lil, ikaja kwa maana ya lamu at-ta'lil. Nahu qaulika, mfano kusema kwako lilkafir, kumwambia nani? Kafiri, aslim hatta tadkhula aljannata, silimu hatta tadkhula aljannata, ili uko kusilimu kwako iwe ni sababu ya wewe nini? Kuingia peponi. Kwa utaona hapa hata imekuja nini? Kwa maana ya lamu ta'lil, imekuja kubainisha sababu ya kutokea nini? Kitendo, kwa maana silimu, ili uko kusilimu kwako iwe ni sababu ya wewe nini? Kuingia wapi? Peponi. Kwa aslim, silimu, hatta tadkhula aljannata, ili uko kusilimu kwako iwe ni sababu ya wewe kuingia wapi? Peponi. Ai litadkhula, sawa sawa ai litadkhula, ai akimaanisha litadkhula, ili uko kusilimu kwako iwe ni sababu ya wewe kuingia wapi? Peponi. Fayarji'a, basi fi'lu ya yarji'a wa tadkhula na fi'li ya tadkhula, kullu minhuma, kila fi'li moja miongoni mwa fi'li hizo mbili, mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da hatta, sawa sawa, yote hivyo vimenasibishwa kullu minhuma, kila kimoja miongoni mwa fi'li mbili hizo, sasa miongoni mwa fi'li mbili hizo, mansubun, sawa, kila moja imenasibishwa bi an mudhmaratan wujuban, wa an mudhmaratan wujuba ba'da hatta, baada ya hatta. Tamam, hakadha. Akaendelea kuvitaja vile venye kuinasibisha mudhari bi an mudhmaratan wujuba, akasema wal jawabu bil fa'i wal wawi, wal jawabu bil fa'i wal wawi, na kujibu kwa fa na wa, yani anakusudia al fa'a. Tamam, yani anaikusudia. Tamam, sio anakusudia, anaikusudia, yani anaikusudia al fa'a, ile fa, wal wawa, na ile waw, al waqi'ataini zenye kuingia fil jawabi, kwenye jawabu. Tamam, walaysat alfa'u wal waw nasibataini bi anfusihima, na haikuwa hii fa na hiyo waw nasibataini ni venye kuinasibisha mudhari'i bi anfusihima, venyewe. Tamam, bali nasbu, bali kule kunasibisha mudhari'i bi an mudhmaratan, ni kwa an mudhmaratan wujuban, kwa njia ya wajib, baadahuma, baada ya kutangulia wao au fau. Tamam, walmuradu min wuqu'ihima fil jawabi, walmurad, na kinachokusudiwa min wuqu'ihima, kwa kule kuingia kwao, kwa maana kwa kule kuingia kwao hiyo wao na fa, fil jawabi, katika jawabu. Wuqu'uhuma ni kuingia kwao fil mawadhi'i at-tis'ati au fil mawaqi'i at-tis'ati, katika sehemu 9 almashhura ambazo zinafahamika.
Kama wewe uzijui ni wewe, lakini wanawazuoni wana hao wenyewe wanazifahamu. Ndio maana akasemaje, fil mawadhi'i at-tis'at al-mashhura, katika sehemu 9 zenye kufahamika. Lakini pia insha Allah taala na wewe baada ya kuwa utazisoma tayari utakuwa ni katika wao wenye nini, wenye kufahamu hizo sehemu ngapi? 9 zenye kufahamika. Tamam. Kwa hiyo usihuzunike. Tamam. Hakadha akaanza kuzitaja, akasema al-awwal, sehemu ya kwanza, minha, miongoni mwa hizo sehemu 9, al-amru, ni katika fi'l amri, nahu aqbil fa uhsina ilayka. Aqbil fa uhsina ilayka, aqbil, njoo, fa uhsina ilayka, ili nikufanyie wema. Fa uhsina, bas fi'li ya uhsina mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da al-fa'i al-waqi'ati fi jawab al-amri. Basi uhsina ni fi'lun mudhari'un mansubun, ni fi'lu mudhari' iliyonasibishwa bi an mudhmaratan wujuban, wa an mudhmaratan wujuban kwa njia ya wajib, ba'da al-fa'i, baada ile fa al-waqi'ati fi jawab al-amri, fa inayoingia katika jawabu al-amri. Tamam. Wa in qulta, na ikiwa utasema wa uhsina, kwa maana aqbil wa uhsina ilayka. Tamam. Kwa maana ile sehemu ambayo fa inaingia ni sehemu ambayo pia wao inafaa kuingia. Kwa maana akasema wa in qulta, na ikiwa utasema wa uhsina ilayka, kwa maana wa uhsina ilayka. Sasa wa in qulta wa uhsina akimaanisha nini? Na ikiwa utasema aqbil fa uhsina ilayka, kanat alwawu itakuwa wawu almaiyati, ni wawu ya maiya. Fannasbu, basi kule kunasibisha mudhari'un bi an mudhmaratan, kutakuwa ni kwa an mudhmaratan wujuban, kwa njia ya wajib, baada wawu almaiyati alwaqi'ati ba'da al-amri. Hiyo baada wawu almaiyya, baada kutangulia wawu almaiyya alwaqi'ati, yenye kuingia baada al-amri, baada ya amri. Tamam. Kwa hiyo itakuwaje? aqbil wa uhsina ilayka, irabu yake itakuwa ni wa uhsina. Uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyati al-waqi'ati ba'da al-amr. Tamam. Hakadha. Athani an-nahy, sehemu ya pili ni katika nini? An-nahy, katika kukataza. Nahu, mfano kusema kwako la tadhrib zaidan fayaghdaba au wayaghdaba, kwa maana ile sehemu ambayo fa inaingia ni sehemu ambayo wao pia inafaa kuingia. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia unatumia kitu gani, unatumia wao au fa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo la tadhrib zaidan fayaghdaba au wayaghdaba. Fayaghdaba, basi yaghdaba hapo fi'lun, ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da al-fa'i au liwawi, kwa maana au ba'da al-wawi al-waqi'atayn ba'da an-nahy, zenye kuingia kwenye fi'lu mudhari'un ba'da an-nahy, baada ya katazo. Tamam. Kwa hiyo itakuwaje? Kwa hiyo yaghdaba itakuwa ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da al-fa'i al-waqi'ati ba'da an-nahy au ba'da al-wawi al-waqi'ati ba'da an-nahy. Tamam. Hakadha. Wathalith, na sehemu ya tatu, na tutaishia hapo insha Allah taala. Anasema wathalith, na sehemu ya tatu, ad-du'a, ni katika nini? Ni katika dua. Nahu, mfano kusema rabbi waffiqni fa a'mala salihan au wa a'mala salihan. Rabbi waffiqni, Mola wangu mlezi, na kuomba uniwafikie mimi, fa a'mala salihan, ili hiyo taufiki yako iwe ni sababu ya mimi nini? Kufanya matendo mema. Sasa au wa a'mala salihan, ili iwe hiyo taufiki yako ni sababu ya mimi nini? Kufanya matendo mema. Maana yake ni ile fa'amala, bas amala hapo ni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhmaratan wujuban ba'da al-fa'i al-waqi'ati ba'da ad-du'a. Tamam. au ba'da al-wawi al-waqi'ati ba'da ad-du'a. wa ila huna intahi. al-kamalu lillahi wal-'ismatu lil-anbiya'i wan-naqsu lana. wa hadha as-salamu alaykum wa rahmatullahi wal 'afwa minkum.